huzuni hii. Tena utu wa makundi yote, Tanzania ya sifa moja. Amani, amani na salama, amani na salama, amani na salama, amani na salama kukichwa. Amani na salama, amani na salama, amani na salama, amani na salama. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa katekesi yake mitarafu maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo, Jumamosi tarehe 6 Desemba 2025, amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kupyaisha ndani mwao tajiriba ya imani ili waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa matumaini katika familia na jamii katika ujumla wake. Katika kipindi hiki cha Majilio, wamwinulie nyuso zao Bikira Maria aliyekingiwa dhambi ya asili, aliyejitahidi katika maisha yake kutekeleza mapenzi ya Mungu. Tajiriba ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo yawe ni chemchemi ya furaha, haki na amani. Waamini wamwombe Mwenyezi Mungu neema na baraka ya kuwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa matumaini, ili hatimaye waweze kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, ilikuwa ni tarehe 8 Novemba kunako mwaka 1984 Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alipochapisha waraka unaojulikana kama Bikira Maria ameidhinishwa kuwa mlinzi na mwombezi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hili ni ombi lililotolewa kwa wakati huo na Askofu Antoni Petro Mayala wa Jimbo Katoliki Musoma, ambaye alikuwa ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEKI, kuomba ili Bikira Maria mkingi wa dhambi asili aweze kuwa ni mlinzi na mwombezi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuipatia familia ya Mungu nafasi ya kumwimbia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani kwa zawadi ya uhuru, siku moja tu baada ya kuadhimisha sherehe ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake huu akitume anasema, hapa duniani kuna matatizo na magumu mengi yanayowakabili wafuasi wa Kristo Yesu. Kumbe wanatafuta ulinzi si tu katika hekima ya binadamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hata pia kutoka kwa Bikira Maria anayewapenda na kulinda watoto wake. Kumbe Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akaridhia ombi la kuadhimisha sherehe ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili kama mlinzi na mwombezi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili wakirimie watu wa Mungu nchini Tanzania fadhila ya upendo. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania katika mkutano wake mkuu wa mwaka uliofanyika Juni mwaka 2016 liliamua kwamba kuanzia sasa sherehe ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili itakuwa inaadhimishwa kitaifa nchini Tanzania kila mwaka ifikapo tarehe 9 Desemba. Askofu Tarcisius Ngalaleku Mtwa katika barua yake kwa ajili ya tukio hili alisema kwamba uamuzi huu ni utekelezaji wa zawadi iliyotolewa na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1984 kwa kuiweka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili. Kumbe kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania sherehe ya Bikira Maria mkingi wa dhambi ya asili kitaifa Tanzania iliadhimishwa rasmi tarehe 9 Desemba kunako mwaka 2016. Hii ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, ni nafasi ya kuombea familia ya Mungu nchini Tanzania iliweze kudumisha misingi ya haki, amani, upendo, umoja na mshikamano wa kitaifa, nguzo ya msingi ambazo daima zimewatambulisha Watanzania katika jumuiya ya kimataifa. Itakumbukwa kwamba wakati wa mkesho wa uhuru wa Tanganyika kunako mwaka 1961 Mtakatifu Yohane wa 23 alitunga sala maalum kwa ajili ya kuiombea Tanganyika ili uhuru wake wawezeshe Watanganyika kuishi maisha mema zaidi kadiri iwastahilivyo watoto wa mwanga. Aliwaombea viongozi wa serikali na watunga sera na sheria ziwe ni kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Aliwaombea Watanganyika paji la imani, hekima, ukweli na uaminifu kwa amri za Mungu. Mtakatifu Yohane wa 23 aliwaombea Watanganyika upendo wa kimungu ili kujenga na kudumisha umoja na mshikamano wa kitaifa, ili kushinda utengano, ushindani, ukabila na utaifa,
ili Watanganyika wote waweze kuwa ndugu wamoja na katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Mtakatifu Yohane wa 23 aliombea amani na maridhiano kati ya Watanganyika na majirani zake pamoja na viongozi wa serikali ili waweze kutimiza wajibu wao kama inavyostahili, raia kujipatia maisha bora zaidi na hatimaye waweze kuwa ni raia katika ufalme wa mbinguni milele na milele. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, kukunogeshea siku maalumu ya kuiombea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka studio za redio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padri Richard Mjigwa. Wajenga uadilifu, Tanzania yetu ni hii, ili huo ukajenge nchi, Tanzania ya sifa moja, amani na salama, 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 amani na salama. Wanaoshiriki kwa wingi, Tanzania yetu ni hii, kuchagua viongozi wao, Tanzania ya sifa moja, amani na salama, 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 amani na salama. Wanaoiheshimu vema, Tanzania yetu ni hii, kalamu ya mpiga kura, Tanzania ya sifa moja, amani na salama, 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 amani na salama. Wanaotunza mazingira, Tanzania yetu ni hii, kusudi nayo ya watunze, Tanzania ya sifa moja, amani na salama, 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 amani na salama. Wasiotukuza na wao, Tanzania yetu ni hii, wamtukuze aliyewaumba, Tanzania ya sifa moja, amani na salama, 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 amani na salama.
wewe, tukwepe umimi na uchoyo, tuwe wamoja bila vingawe, tutimize utupangiayo, ili tubarikiwe nawe. Wewe tufaidi taifa zuri, jema na lenye tunu ya kudumu, hiyo amani na salama, amani na salama, amani na salama, ndiyo alama ya Tanzania. Amani na salama, amani na salama, amani na salama, ndiyo alama ya Tanzania. Amani na salama.